Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena aliyetupa neema na kibali cha kukutana kwa njia hii ya mtandao ili tuweze kushiriki pamoja katika ibada hii ya lunch hour kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu usharika wa Arusha Road. Utakuwa pamoja nami tena kwa siku hii ya leo, Theologia Julius Matias Ganyara kutokea hapa KKKT usharika wa Arusha Road. Niendelee kukukumbusha kualika ndugu jamaa na rafiki, waambie sasa ule muda mzuri wa kuketi barazani pa Bwana kujifunza neno la Mungu pamoja na maombi basi umefika. Share link ambayo iko hapo chini. Waalike ndugu jamaa na rafiki, utakuwa umeshiriki pamoja nasi katika kuipeleka injili katika ulimwengu huu kwa njia ya mawasiliano yote ambayo uko pamoja na watu hao. Lakini pia kuna namba za account pamoja na namba za simu hapo chini, unaweza ukashiriki pamoja nasi kuifanya kazi ya Mungu kwa njia ya sadaka yako kama sehemu ya shukrani kwa jinsi ambavyo Mungu anakuhudumia kwa njia hii ya ibada hii ya njia ya mtandao. Basi unaweza ukashiriki kwa kutuma sadaka yako hapo na Mungu atakubariki. Itaingia moja kwa moja katika akaunti na namba za simu za usharika na utakuwa umeshiriki pamoja nasi kazi ya Mungu katika usharika wetu kutokea hapa KKKT usharika wa Arusha Road. Basi niombe mahali ulipo pata nafasi ya utulivu tuweze kumwomba Mungu alafu tuendelee na mafundisho yetu. Mungu wa rehema na neema, sifa na heshima na utukufu tunakurudishia wewe. Sante kwa ajili ya neema na kibali ulichotupa tena katika majira na wakati huu. Mungu wa rehema na neema, sante kwa kuwa unatupenda upeo, unatuwazia mawazo yaliyo mema, na fadhili zako na rehema zako ni mpya kila siku iitwapo leo. Ni siku nyingine tena Bwana umekusudia kusema nasi kwa njia neno lako, kututia nguvu, kutuimarisha, lakini pia kutupa maarifa mapya ya kutusaidia kuvipiga vita vizuri katika vita vya kiroho ndani ya safari yetu ya wokovu iliyojaa dhiki na taabu na changamoto nyingi na upinzani mkali sana kutoka kwa adui shetani. Ninakusihi Baba wa rehema na neema, kwa nguvu ya neno lako ukatutakase na kutusafisha roho zetu na nafsi zetu ili tuendelee kudumu katika neema yako ya wokovu. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, karibu uketi katikati yetu tunapoanza hata tunapomaliza, ukatusaidie katika kila tutakalolifanya tukafanye kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa imani tumeomba, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe ambaye yawezekana ndiyo mara yako ya kwanza
kuungana pamoja nasi katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi. Somo ambalo tunatembea nalo katika juma hili lina kichwa kinachosema nguvu ya utambulisho wa kiroho katika vita vya kiroho. Na tukasema lengo la somo hili ni kukusaidia kuwa na maarifa yatakayo kusaidia wewe kushinda vita vya kiroho, kutaka kusaidia wewe kujitambua kiroho. Wewe ni nani? Una nafasi gani? Mamlaka yako ni ipi? Lakini pia litakusaidia wewe maarifa haya kuwa na uhakika wa ushindi katika vita vya kiroho. Hautakuwa na hofu, hautakuwa na wasiwasi, hautakuwa na woga wa namna yoyote, pale ambapo ukijua ya kwamba ulimwengu wa roho, upande wa nuru, unakutambua wewe ni nani, na katika ulimwengu wa giza unakutambua wewe ni nani. Na kwa siku ya jana tulisoma na kutafakari kwa kina juu ya kile ambacho Mtume Paulo amesema katika Waefeso sura ile ya 6 ule mstari wa 10 na wa 11. Tulichambua jana kwa kina na tukaona ni kitu gani ambacho Mtume Paulo pale anasema na kanisa, anasema na sisi sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tuliona siku ya jana, tukaona mambo kadhaa ambayo Mtume Paulo ameyazungumza. Yalikuwa mambo 4. Uhodari katika Bwana. Tukaona kwa habari katika uweza na nguvu zake. Tukaona kwa habari ya kuvaa silaha za rohoni. Lakini tukaona kwa habari ya hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kidogo tu siku ya jana tulijifunza na kuona maana ya kujitambua. Maana ya kujitambua, nikasema kwa ujumla tu ya kwamba kujitambua ni matumizi sahihi ya uwezo wa akili ya kibinadamu kutambua uwepo wake, kutambua uwezo wake, lakini pia kutambua uwezo wa kipekee ambao mtu yuko nao katika wakati uliopo. Yani wewe mwana wa Mungu, mahali ulipo, matumizi sahihi ya uwezo wa akili yako, matumizi sahihi ya uwepo wa mawazo yako, matumizi sahihi ya uzoefu wako, matumizi sahihi ya uwezo wa kipekee ulio nao mahali ulipo, kwa wakati uliopo. Huo ndio mojawapo ama mlango mojawapo ya kukusaidia wewe kusema ya kwamba unajitambua, ama watu wengine wakasema ya kwamba fulani anajitambua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa leo ninatamani twende katika kipengele cha pili tunapozungumza kwa habari ya kujitambua kiroho. Tunaposema kujitambua kiroho, na nikasema siku ya jana wakati nahitimisha, kabla hujatamani kutambulika kiroho, wewe mwenyewe tamani kujitambua kwanza kiroho. Wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mtu wa viwango vya namna gani? Wewe ni mtu mwenye thamani na ubora wa namna gani katika ulimwengu wa roho? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishajitambua katika viwango vya namna hiyo, ndipo rahisi sana kuwa na uhakika wa kuingia katika vita vyote vya kiroho, na ukawa na uhakika wa kutoka ukiwa na ushindi mnono, ushindi wa uhakika. Kwa nini? Ni kwa sababu kwanza umejitambua wewe mwenyewe kiroho, alafu pili ukatambua ama ulimwengu wa roho ukakutambua wewe ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaposema kujitambua kiroho, ni ule uelewa sahihi kuhusu wewe ni nani kiroho. Ni ule uelewa sahihi, ni ule uelewa mpana wa kutambua, wa kujitambua unaohusu wewe ni nani kiroho. Kujitambua kiroho. Ambapo wewe ni nani kiroho, unaweza kaweka zile alama za kufunga na kufungua usemi. Wewe ni nani kiroho kama matokeo ya nafasi yako kuwa ndani ya Kristo. Kujitambua wewe kiroho ni matokeo ya kutambua wewe nafasi yako katika ulimwengu wa roho kama matokeo ya nafasi yako kuwa ndani ya Kristo.
Bwana Yesu apewe sifa. Nitaenda taratibu tu, utapata kunielewa katika kipengele hiki cha muhimu sana. Tunaposema kujitambua kiroho, ni uelewa sahihi kuhusu wewe ni nani kiroho, kama matokeo ya nafsi yako kuwa ndani ya Kristo. Kama matokeo ya nafsi yako kuwa ndani ya Kristo. Kama matokeo ya utu wako wa ndani kuwa ndani ya Kristo. Kama matokeo ya wewe kufanyika mteule, kufanyika mrithi, kufanyika mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo unapojitambua wewe kiroho, ya kwamba kwa sababu ya nafsi yako kuwa ndani ya Kristo, ya kwamba wewe ni mtu mpya, ya kwamba wewe ni kiumbe kipya, ya kwamba umefanyika kuwa mwana wa Mungu, ya kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, ya kwamba utu wa kale umefishwa na sasa umefanyika kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, ya kwamba kushiriki mauti ya Yesu Kristo kwa njia ya tendo la imani katika ubatizo, unapojitambua katika ulimwengu wa roho, ya kwamba wewe ni mtu wa thamani wa viwango vya namna hiyo, tunasema hapo wewe unakuwa umejitambua kiroho, ya kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotambua ya kwamba mimi ni mteule, si tu mteule, bali mimi ni mrithi wa baraka zote za rohoni kwa njia ya Yesu Kristo, kama anavyosema mtume Paulo katika Waefeso sura ya 1 ule mstari wa 3, tumebarikiwa kwa baraka zote katika yeye Yesu Kristo, kwa njia ya Yesu Kristo. Unapojitambua katika ulimwengu wa roho, kwamba ulimwengu wa roho unakutambua katika viwango vya thamani ya namna hiyo, kwamba huyu ni mtu ambaye anatembea na urithi wa baraka zote za rohoni, zile baraka zote za Ibrahim kwa njia ya Yesu Kristo. Si rahisi mtu unayejitambua akili zako zilizokombolewa katika injili ya Yesu Kristo, si rahisi sana kuaminishwa kwa habari ya vifungo vya lahana. Si rahisi sana kwa habari ya kuaminishwa katika habari ya mamizimu. Kwa nini? Ni kwa sababu umeshatambua nafasi yako katika ulimwengu wa roho ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukijiona kabisa ya kwamba ni Mkristo wewe, unayetembea na kukiri ya kwamba umebatizwa, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, una uhakika wa kwenda mbinguni, alafu bado tena mtu anakuja na kuaminisha ya kwamba unatembea katika laana, sijui unatembea na laana sijui zimetoka wapi na kadhalika na kadhalika, na bado ukaaminishwa ya kwamba una sadaka ya ukombozi ya kukutoa kwenye hivyo vifungo na hizo laana, bado kabisa wewe ujue katika ulimwengu wa roho hujajitambua sawa sawa. Yawezekana ulimwengu wa roho ukao unakutambua vizuri kabisa, lakini wewe binafsi kwa sababu hauna bidii katika Bwana, hauna bidii katika uweza wa nguvu zake, ni rahisi sana kutekwa na fikra na mawazo na mitazamo ya namna hiyo, ambazo ndizo hila za adui Shetani, kudanganya wana wa Mungu, kuwatoa katika nuru na kuwatengenezea mazingira ya kuwashawishi kuingia katika giza, wakidhani ya kwamba wameenda mahali sawa sawa, lakini kumbe wameingia katika upotevu wa adui Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitamani iwe kwako katika jina la Yesu Kristo. Sitamani iwe kwako tena, mwana wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Isikie hii sauti ikusaidie kuwa na bidii katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, ili usiingie katika mitego ya Shetani ambayo anawatumia sana wanadamu kwa hila zake, ujanja mwingi, mikakati na mbinu nyingi za siri za mwovu Shetani, wakati mwingine kujigeuza kuwa malaika wa nuru, watu wakafikiria kwamba
wanaenda mahali sahihi, kumbe wanaenda katika upotevu na uangamivu. Kwa nini? Ni kwa sababu hawajajitambua kiroho. Wao ni wakina nani? Wao wamebeba thamani ya viwango gani? Wao wamebeba vitu vya thamani vya ufalme wa Mungu wa viwango vya namna gani? Hawajajitambua. Ndio maana ya lengo la hili somo, kwamba nikusaidie mwana wa Mungu upate kufunguka, fikra zako zikombolewe, urudi tena usimame kama mwana wa Mungu mwenye uhakika ya kwamba uko salama mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ujitambue kiroho mwana wa Mungu, utakuja kumshukuru Mungu baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujitambua kiroho ni yale matokeo ya nafsi yako kuwa ndani ya Kristo, kufanyika kuwa mteule, kufanyika kuwa mrithi na kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, wana wa Mungu. Lakini maana nyingine tunaposema kujitambua kiroho, kitu gani ambacho ninatamani mwana wa Mungu uweze kukitambua ama uweze kukielewa? Kujitambua kiroho ni pamoja na kutambua uwezo ulio nao wa kimamlaka kiroho kutoka upande wa nuru dhidi ya mamlaka ya giza. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu. Kujitambua kiroho ni pamoja na kutambua uwezo ulionao wa kimamlaka kama mwana wa Mungu, kama mteule wa Mungu, kama mwana wa ufalme wa Mungu, ambapo upo katika upande wa nuru dhidi ya nguvu, uweza na mamlaka ya nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kujitambua kiroho kama mwana wa Mungu, kama mteule wa Mungu. Unayo mamlaka ambayo uko nayo katika ulimwengu wa roho kwa sababu tu wewe ni mwana wa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo apewe sifa. Hii ilikuwa ni maana ya kujitambua kiroho. Kwa hiyo unaona, ukishajitambua kiroho wewe ni nani, automatically unajikuta unakuwa na ule uelewa, unakuwa na ule ufahamu wa mamlaka ya Mungu. Unaitambuaje hiyo mamlaka ya Mungu? Ni pale ambapo unakuwa na bidii katika Bwana. Ni pale ambapo unakuwa na bidii, unakuwa na uhodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, kama ambavyo mtume Paulo amesema katika Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 10 hadi wa 11 ambao tumekwisha kutafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huko, mpendwa mwana wa Mungu, ndiko kujitambua kiroho. Unapojitambua kiroho ni rahisi sana kuweza kukiri ahadi za Mungu, kuweza kukiri ushindi, kuweza kukiri juu ya uwezo wa Mungu katika vita vyovyote vya kiroho unavyokumbana navyo, pasipo kujali ama kuzingatia ugumu wa vile vita vya kiroho, ugumu wa vile vita vya kiroho, mazingira ulio nayo katika vita vya kiroho na kadhalika na kadhalika. Maadui waliokuzingira katika ulimwengu wa roho dhidi ya vita vya kiroho, ni rahisi sana kuziona siri za rohoni, kama vile ambavyo kwa yule mtumishi wa Mungu aliyekuwa pamoja na Elisha, ambapo katika ulimwengu wa mwili aliona akizingirwa na farasi wengi wa vita wako tayari kwa ajili ya kuwavamia, kuangamiza. Lakini kile alichokuwa anakiona mtumishi wa Mungu Elisha katika ulimwengu wa roho, akampata kumtia nguvu mwenzake, akamwambia, walio upande wetu ni wengi sana kuzidi hao ambao unawaona wametuzingira hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wale askari waliopanda farasi na silaha zao nyingi walifikiria kwamba wakiwavamia watumishi wa Mungu wangeweza kuwapiga na kuwaangamiza, lakini kumbe kwa jinsi ya rohoni walikuwa wamezingirwa na jeshi kubwa la malaika kwa ajili ya hawa watumishi wa Mungu, Elisha pamoja na yule mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaomba niingie katika kipengele cha 3 katika somo letu hili. Tutaangalia ama kujifunza zaidi sana, kujikumbusha tu maana ya vita vya kiroho, kwa kuwa ni somo ambalo tulishajifunza
katika vipindi vilivyopita tulijifunza kwa kina sana kuhusu vita vya kiroho. Kwa hiyo nitakupitisha tu hapo kwa haraka ili tuweze kusonga mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema vita vya kiroho, ni upinzani au mapambano yasiyoonekana yanayoendelea katika ulimwengu wa roho kati ya nguvu za Mungu na nguvu za giza, yani ibilisi na mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upinzani au mapambano yasiyoonekana yanayoendelea katika ulimwengu wa kiroho. Na niliwahi kusema katika vipindi vilivyopita, nikasema vita hivi vya kiroho ama upinzani huu wa kiroho upo katika madaraja yafuatayo. Kuna wewe binafsi kama mwana wa Mungu dhidi ya pepo wabaya. Lakini kuna jeshi la Mungu, jeshi la malaika dhidi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini kuna mamlaka sasa kati ya Mungu mwenyewe na ibilisi, shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vyote hivi ni vita endelevu, ni upinzani endelevu. Hakuna siku katika ulimwengu wa roho kukawa shwari. Kama si kwako, basi ni kwa ndugu yako. Kama si kwa ndugu yako, basi ni kwa jirani yako, kwa rafiki yako. Kama si kwa hao, basi katika mkoa, katika nchi, katika taifa, katika kanisa, level zozote zile. Hakuna siku katika ulimwengu wa roho kukawa shwari. Kila siku ni mapambano dhidi ya mapepo wabaya, dhidi ya jeshi la malaika, dhidi ya kwako wewe mwenyewe katika uroho yako, dhidi ya nguvu za giza zinazokushambulia, kukusumbua, kukutesa kila siku, kila mara, kila wakati kwenye mazingira tofauti tofauti. Kwa hiyo hakuna siku ya kulala, hakuna siku ya kupumzika, hakuna siku ya kurelaksi kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana, wana wa Mungu. Na kusudi la vita vya kiroho ni nini? Kusudi la vita vya kiroho ni kuilinda na kuitetea imani. Sababu ya wewe kupigana vita vya kiroho ni kwa ajili ya kuilinda na kuitetea imani, kuimarisha utii wako kwa Mungu, lakini pia pamoja na kulinda kusudi la Mungu, yani kulinda mapenzi ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo matatu ya msingi sana unapopigana vita vya kiroho, si kwa ajili ya kuonyesha ubabe kwa mapepo na wabaya na kuzimu. Si kwamba kuwaonesha kwamba unaweza, la hasha. Wala si kwa ajili ya watu wengine huko nje waone kwamba una nguvu ya kukemea mapepo na kadhalika, la hasha. Bali ndani yako wewe kama mwana wa Mungu unayetambulika katika ulimwengu wa roho ya kwamba umeshashinda hata kabla ya kuingia kwenye vita. Ndani yako kusudi la kupigana vita vya kiroho ni kwa ajili ya kuilinda na kuitetea imani yako. Hili ni jambo la kwanza na la msingi sana kulitambua, kwamba kila aina ya vita vya kiroho unavyopigana si kwa ajili ya kutoka salama kwenye vile vita unavyopigana. Ni kwa ajili ya kulinda na kuitetea imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya kuona ugumu, dhiki, tabu unayopitia katikati ya hivyo vita vya kiroho, majaribu, dhiki na tabu unayopitia ndani yako katika kuvipigana vita vya kiroho, ni kwa ajili ya kuilinda na kuitetea imani yako. Bwana Yesu apewe sifa, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Lakini jambo la pili ni kuimarisha utii kwa Mungu. Kujiimarishia wewe mwenyewe utii wa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu zile silaha za rohoni hutazitumia kwa sababu unapenda kuzitumia wewe. Hutazitumia kwa sababu ya akili na utashi na ufahamu ulionao. Utazitumia kwa sababu ndani yako yuko Roho Mtakatifu anayekuelekeza, yuko Roho Mtakatifu anayekusaidia, yuko Roho Mtakatifu kuongoza katika njia salama. Hautaenda kupigana vita kwa akili zako. Hautalikiri tu neno la Mungu katikati ya vita kwa sababu tu unalifahamu akilini mwako, la hasha. Bali utalikiri ukiwa umeambatanisha na nguvu ya imani ndani yako. Kwa nini? Ni kwa sababu ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anavyokushawishi, anavyokuchochea, anavyokusukuma, anavyokukumbusha ahadi za Mungu katika neno lake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, wana wa Mungu. Kwa hiyo tunapopigana vita vya kiroho ni kwa ajili ya kuonesha utii kwa Mungu, kwa sababu hatuendi kwa nguvu zetu wenyewe. Yuko amiri jeshi mkuu, sauti yake lazima isikike kwetu. Matumizi ya silaha za kiroho ambazo Mungu ametupa ndani yetu tutazitumia kulingana na maelekezo yatokayo kwake.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa ni lazima tuwe watii kuisikia sauti yake na kufuata kile ambacho Roho Mtakatifu wake anatuongoza kukifanya. Yesu Kristo apewe sifa sana. Lakini jambo la tatu, kusudi la vita vya kiroho ni nini? Jambo la tatu ni kulinda kusudi la Mungu au mapenzi ya Mungu ndani ya mtu. Tunapigana vita vya kiroho kwa lengo la kulinda kusudi la Mungu ndani yetu. Tunapigana vita vya kiroho kwa ajili ya kulinda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vita vyote vya kiroho, targeti ya shetani ni kuliua kusudi la Mungu ndani ya mwanadamu, ni kuliharibu kusudi la Mungu ndani ya mwanadamu, ni kuliiba kusudi la Mungu ndani ya mwanadamu. Yohana sura ya 10 ule mstari wa 10. Mambo hayo matatu Yesu Kristo ameyasema wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio shauku ya shetani. Anapotuma mapepo mabaya kwenye maisha ya wana wa Mungu, anapotuma malaika za kuzimu kuvamia maisha ya wana wa Mungu katika maeneo yote yale, akishindwa kuwataki yeye watu moja kwa moja, ataenda kwa watoto, ataenda kwenye uzao, ataenda kwenye ndoa, ataenda kwenye uchumi, ataenda kwenye kazi za mikono, mahali popote pale, ili mradi tu atengeneze mazingira yatakao kusababisha wewe kumtenda Mungu dhambi na kisha kutoka kwenye kusudi na mpango wa Mungu mtakatifu aliyoweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendo mwana wa Mungu, ni kufungue akili, ni kufungue fikra na mitazamo yako leo hii ya kwamba unapopigana vita vya kiroho si kwa ajili ya kutoka kwenye dhiki na tabu ulio nayo. Hiyo ni bonus ambayo Mungu anaiachilia kwako, lakini ndani ya moyo wako weka shauku ya kwamba ninapigana vita hivi kwa ajili ya kwanza, kuilinda imani yangu; 2, kulinda na kutetea kusudi la Mungu ndani yangu; 3, kuimarisha utii wa Mungu ndani ya moyo wangu, ndani ya maisha ya kwangu. Halafu hayo mengine Mungu atayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo apewe sifa sana. Ukiwa na imani ya namna hiyo, alafu kaingia katika ulimwengu wa roho, ukiwa unajitambua katika viwango vya namna hiyo, ukiwa unajua ni kwa nini unapigana vita vya kiroho, uwe na uhakika kabisa ya kwamba wewe ni mshindi hata kabla ya kuanza kupigana vita vya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nisikae sana katika hilo eneo. Ukitaka kujua kwa kina zaidi kwa habari ya vita vya kiroho, angalia masomo ambayo nilifundisha wiki 3-4 zilizopita huko nyuma. Fuatilia kwenye vipindi vyetu vilivyopita, wala usione shida wala usione tabu mwana wa Mungu. Ninajua kabisa ukifuatilia utaenda kupata maarifa mengi zaidi na ya kutosha. Pendo mwana wa Mungu, kwa siku hii ya leo ninaomba niishie hapo, lakini kutakapoendelea tutajifunza kwa habari ya viashiria vya kutokujitambua kiroho. Utajuaje ya kwamba wewe hujitambui kiroho? Utajuaje ya kwamba wewe hujielewi kiroho? Utajuaje ya kwamba wewe hujui thamani yako katika ulimwengu wa roho, japokuwa umeokoka, unamkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Tutaona hivyo viashiria na utajua kwamba ni kitu gani unachopaswa kufanya ili uweze sasa kukaa salama mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba niende mbele za Bwana kwa neno la shukrani kwa ajili yako na kwa ajili ya Mungu, namna ambavyo amekuwa pamoja nasi tena katika kipindi hiki cha siku hii ya leo. Mahali ulipo unaweza ukatulia nipate kumwomba Mungu kwa ajili yako. Ukipata neema, ungana pamoja nami katika maombi haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa kuwa wewe ni mwema. Siku ya leo tena Bwana, tumeona uaminifu wako. Umekuwa pamoja nasi tulipoanza hata sasa, Bwana, tunapoweka kituo kwa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako lenye nguvu, neno lako lenye hekima, neno lako lililojaa maarifa ya kufungua akili na fahamu zetu katika namna ya kiroho, tupate kujitambua sisi ni watu wa namna gani na uthamani wetu ni upi mbele zako. Mungu wa rehema na neema,
katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli na ni hakika kabisa ya kwamba wakati mwingine tunaingia katika vita vya roho, tunapambana kwa nguvu na kwa bidii na kwa juhudi zote katika vita vyetu vya kiroho, target yetu ikiwa ni kwa ajili ya kushinda tu yale mambo ambayo tunaona yanaleta shida, yanaleta dhiki, yanaleta tabu na mateso katika hali ya ubinadamu wetu, katika hali ya mambo ya mwilini, pasipo kujua ya kwamba vita vyetu vya kiroho, target yetu ya kwanza ni lazima iwe katika kuipigania imani, iwe ni katika kuilinda na kuitetea imani yetu, iwe ni katika kuyalinda na kuyatetea makusudi na mapenzi yako kwenye maisha ya kwetu, iwe ni katika kuongeza uimara na ubora wa utii wetu mbele zako, Mungu wa rehema na neema. Mungu mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, vita vingi sana vya kiroho, watoto wako wameshindwa kuibuka washindi, wameshindwa kunyanyuka na ushindi, ni kwa sababu walitazama mambo ya mwilini zaidi, walitazama ugumu wa dhiki, tabu na changamoto ambazo wanakumbana nazo, wakidhani ya kwamba ndio target ya shetani, kuwapa hayo magumu, dhiki, tabu na mateso. Kumbe adui shetani, yeye kusudi lake analowinda ndani ya moyo wa mwanadamu ni kuharibu kusudi la kwako, ni kuondoa ile ibada ndani ya moyo wa mwanadamu, ni kuondoa yale mapenzi yako Mungu uliyoweka ndani ya watoto wako, na kuwasababisha wawe waovu, warudi tena gizani, wakawe watumwa wa dhambi, akawakamate na kuwatesa tena. Nasi tumegundua hiyo hila ya shetani mojawapo ni hii, katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba wewe shetani mlaniwa, wewe mwana wa kuzimu, tumepata hekima, tumepata maarifa, yamefungua akili na fahamu zetu. Watoto wa Mungu sasa wamepata kujitambua tena kwa upya viwango na ubora na uthamani walio nao katika ulimwengu wa roho. Huna tena nafasi ndani yao. Katika jina la Yesu ninakukemea kwa damu ya Yesu Kristo, ninakukemea kwa damu ya Yesu Kristo. Hii mbegu njema iliyopandwa tena kwa upya kwa nguvu ya neno la hekima na maarifa kwenye mioyo ya watoto wa Mungu, hutaweza tena kuitwaa, hutaweza tena kuichukua, hutaweza tena kuiharibu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninakemea hizo nguvu za giza, ninakemea hizo mamlaka za kuzimu juu ya watoto wa wana wa Mungu ambao walikuwa wamewashika kwa muda mrefu ukiwatesa kwa sababu tu walikuwa hawajajua sawa sawa. Sasa leo wameshatambua, leo wameshajua uthamani na ubora wa maisha yao ya kiroho. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuamuru kupitia madhabahu hii ya KKKT usharika wa Arusha Road, ninakuamuru wewe shetani, katika damu ya Yesu Kristo, achia fikra za watoto wa Mungu, achia fahamu za wana wa Mungu, achia maisha ya wana wa Mungu katika damu ya Yesu Kristo. Toka achia fikra zao, toka achia akili zao, toka achia mioyo yao kwa damu ya Yesu Kristo. Miili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa rehema na neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa kuwa Bwana wewe ni mwema, unatuwazia mawazo yaliyo mema. Umelituma neno lako hili kwa majira na kwa wakati ulio sahihi kwa ajili ya watu wako. Ninaomba Roho Mtakatifu uendelee kusema na watu wako, endelea kuwafundisha, endelea kunyosha mkono wako na kuwaombea mbele ya kiti cha enzi, wapate kuwa salama mikononi mwa Mungu, ili kila ulilolikusudia ndani ya maisha ya watoto wako liweze kutimia. Imani yao mbele za Mungu iweze kuimarika, na utii wao Bwana mbele zako uweze kuimarika. Tunambatanisha na shukrani za mioyo yetu pamoja na sadaka ambazo watoto wako wanakutolea. Bwana uzipokee, uzitakabali, zikapate kuitenda kazi yako njema na takatifu uliyokusudia kwenye maisha yao. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa imani tumeomba na kushukuru. Amen. Na tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tukutane tena wakati ujao, Mungu akipenda. Amani ya Kristo iwe pamoja nanyi nyote. Amen.